Inafaa ujitambue kwamba kwa maisha kuna watu Mungu atawabariki mbele yako. Kuna watu watafanikiwa mbele yetu. Kuna watu watanunua vitu zingine kabla sisi wenyewe tununue. Na tusikubali pressure ambayo tunaona kwa mtandao ituruhusu sisi tukule mbegu yetu. Kuna mtu pahali labda ako kwa wakati yake ya kuvuna na anakula mafuno yake, mafuno ambayo Mungu amemwandalia. Sasa wewe kwa sababu unaona jinsi anaposti kwa mtandao, jinsi anaposti maisha yake na vitu ambavyo anafanya, wewe unafikiria kwamba wewe pia unataka kuika ukuwe kama hao. Na unajipata kwa sababu ya kuika, unajipata umekula mbegu ambayo ungepanda leo, kesho ungekuwa mtu wa maana. Ungeinvest sasa, kesho ungekuwa mtu wa maana. Sasa ujifunze ukuwe mtu wa kuvumilia, kunyenyekea, na ukuwe mtu wa kujikubali wewe ni nani. Maana usipojikubali utaishi maisha ya pressure. Utaona mtu amepost kitu ameenda pale fulani na kumbe alienda kutembea tu, unafikiria labda alienda kwa kutumia pesa. Na labda alikuwa anapita tu. Mtu ameenda kwa hoteli, ameomba maji, amekunywa, amechukua tu tupige ametoka. Wewe unafikiria yule ametoka kwa hoteli kukula. Vitu kama hizo zitakupea pressure kwa sababu ya mtandao. Utaishi maisha ambayo hautajikubali wewe ni nani. Sasa tujikubali na hivyo pia Mungu atatubariki. Asante.